Ni kweli amefariki watu wengi tu. Mpangaji walichokishangaa ni nini? Wenzake wanasema anafungaga mlango na kufuli wa nje. Sasa leo wakaja kuchungulia kwa ndani, wakaona ufunguo uko ndani. Ndio kilichosababisha hawa wakaanza kuita watu kwamba kwa nini ufunguo uko ndani alafu mtu apatikani kwenye simu. Ndio kamuita mwenyekiti akaja na akahakikisha. Akaenda kufungua dirisha kwa nyuma kule akakuta kweli mtu yuko ndani. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Mferejini, kata ya Bara, ni jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Jennifer Abeli Mbaga. Anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 hivi na kuendelea. Mwanamke huyu amekutwa kwake amefariki dunia, huku mwili wake ukiwa umeharibika kabisa. Kwa mujibu wa majirani, wanaeleza kwamba mara ya mwisho Jenny kuonekana katika eneo hili ambako amepangisha ni wiki 2 zilizopita. Sasa kwa sababu Jenny mara nyingi amekuwa ni mtu wa kusafiri hapa na pale na akifanya biashara zake, walijua kwamba amesafiri kikazi. Lakini kumbe Jenny alikuwa amefariki, kumbe Jenny alikuwa amekufa na yuko ndani kwake. Lakini leo asubuhi baadhi ya majirani walikuwa wanapita kwenye corridor hiyo ambacho chumba chake kiko mwisho kidogo na nyumba nyingine ambazo majirani wengine wamepanga. Wakasikia kama kuna harufu kali ambayo inatoka. Wakajaribu kutafuta na wakaona chini ya mlango wa Jenny kuna inzi ambazo zinatoka. Baada ya hapo wakahisi kwamba kuna mwili wa mtu ndani. Baadaye wakazunguka nyuma ya dirisha na kuchungulia, wakaona mwili umelala kitandani huku umeharibika vibaya. Lakini polisi wameshafika katika eneo hili kwa ajili ya kuchukua mwili kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Tumezungumza na serikali ya mtaa pamoja na majirani, wakiwaasa ndugu jamaa na marafiki kutoishi peke yao ili kuepuka changamoto kama hizi ambazo huenda Jenny alipata tatizo lakini akashindwa kusaidika. Mlango wa anapoishi Jenny ulikuwa umefungwa kwa ndani, hivyo iliwalazimu polisi kuvunja mlango huo ili kutoa mwili huo. Ni wiki iliyopita ndo nimeachana naye. Yaani alikuwa anaenda kwenye msiba, akaniambia tukutane hapo Tengeru, tukakutana hapo Tengeru, akanilia nyama choma, nikala, tukaachana, mimi nikaondoka. Yeye anafanya tu kazi zake binafsi, anauza nguo. Mimi sijamtafuta. Mimi wa mama wote wananijua kwamba ni rafiki yangu, ndo amenipigia hapo sasa hivi ananiambia rafiki yako Kathy mfariki, yuko ndani amekufa. Mimi mara mwisho nimeachana naye, amenilia nyama choma nikala. Yeye ni mtu huko Pareni. Kwa jina naitwa Evendate Goodluck Msele, ndimba serikali ya mtaa ni balozi. Na sisi tumepigia tu taarifa na mmoja wa wapangaji wa eneo hili kwamba kuna mtu ambaye alikuwa haonekani kwa muda wa wiki 2. Sasa anapigiwa simu hapatikani. Basi na yeye kama mpangaji akatupigia sisi simu kama viongozi je tuhakikishe. Sasa kuja kwenye eneo hili hapa tukakuta kuna harufu ndani na mainzi yanatoka alafu funguo kwa ndani. Kwa sasa sisi kabidi tuwataarifu polisi, ndio wenye jukumu la kuja kuvunja mlango. Majirani anasema ni wiki 2. Hakuna watu wana maisha yao wenyewe, wanataka waishi peke yao. Hataki msongamano na watu, lakini sasa ajui hatari itakayokuja kutokea baadaye kwamba kuishi peke yako ndani ni hatari, kwa sababu unaweza kuzidiwa usiku ukahitaji hata maji ya kunywa ili upone kwa kosa mtu kukusaidia. Angalau waishi wawili ndani. Hata kama ni wanawake waishi wawili, mtu asiishi peke yake. Kwa sababu unapoishi peke yako ndo hatari kama hiyo inaanza kujitokeza. Anafahamika, ndugu zake wanasema, kwa mujibu wa wapangaji wenzake wanasema na dada yake yuko Usa. Wiki 2 hatujamuona huyo dada. Baada ya kukaa wiki 2 kutokumuona, ikawa mke wangu anapiga simu yake haipokelewi. Tukakaa kwa sababu ni mtu anayetokaga na kurudi, anatoka na kurudi. Sasa baada ya wiki 2 hivi kama leo wakatoka wapangaji wote hapo, ikawa ni wanajiuliza. Wakasema hebu ngoja tukaangalie kule. Kwenda wamechungulia mlangoni wakaona kama ufunguo uko kwa ndani. Mke wangu akanipigia simu akaniambia hebu njoo. Nikaenda tukachungulia tena dirishani mlangoni, tukakuta kama vile nzi wanatoka nzi, kuna harufu kali sana inatokea hapo ndani. Tukashauriana, nikampigia mwenyekiti wa mtaa simu. Mwenyekiti wa mtaa kuja
akaangalia akasema ngoja tupigie polisi. Tukashauriana pale na mwenyekiti wa mtaa na wajumbe wake, wakasema tuangalie kwa dirishani tusikute tunaita polisi ukute hakuna kitu chochote. Kafungua dirisha tukakuta mtu amelala yuko kitandani. Kwani mpaka tunavyozungumza hivi mlango haujafunguliwa, ni dirisha tu kuangalia ndio tukatoa taarifa. Kwa hiyo ndio tunasubiria maaskari hapa waje. Kwa jina la kwake tunamfahamu kwa jina la Kase. Catherine. Shauri ni kwamba tu wakae watu wawili, kwa sababu taharuki kama ikitokea aidha mtu anaweza kazidia usiku akapata mwenzake kuweza kumsaidia. Lakini sasa mtu anayependa kuishi mwenyewe ni yule mtu ambaye anakosa msaada. Ndio. Na washauri hawaji kuwa kama wawili. Yaani wawili angalau waweze kupata mwenzako kumsaidia. Mtu ambaye anapenda kuishi na watu. Yaani sio yule mtu kusema labda analeta wanaume na kufanya nini, hapana. Ni yule mtu anapenda kuishi na watu. Katika kupenda kuishi na watu ndio hivyo kilivyotokea sasa. Yaani akija hapo dukani kwangu, kama anafika dukani anakula matunda, anapanda gari anaenda anakoenda. Hivyo anarudi tena siku 2-3 wiki atumuoni, anarudi tena hivyo hivyo. Kwa hiyo ndo tukazoea kabisa kwamba mtu. Naitwa Selina Celestine Mruma. Huyu jirani tunamfahamu, tunapiga naye story, tunaongea naye tu vizuri, lakini tuna kama wiki 2 hivi hatujamuona. Tukawa tunajaribu kumpigia simu hapatikani, yani alianza kupatikana, tukawa tunampigia simu hapokei simu. Kama siku 2-3 hivi tukawa tunampigia simu. Hata leo asubuhi majira ya saa 3 tulimpigia simu akawa hapatikani. Tukawa tumekaa hapo nje tunapiga story 2-3 na majirani, tukampigia akawa pia hapatikani. Jirani mmoja akasema mbona kuna harufu sana, akaenda kumwangalia. Alipoenda kuangalia akakuta ufunguo uko ndani. Alipokuta ufunguo ndani akatuita, na sisi tukaita majirani wengine wa madukani hapo, tukaenda kuangalia, kweli tukakuta ufunguo. Tulipokuta ufunguo ndani tukaongea na ambaye anatuelekeza hapa, akamuita mwenyekiti, ndo taratibu hizi zikaanza kuendelea. Huwa ni atujue permanent kwamba anafanya nini. Kwa hiyo tukajua tu labda amesafiri, atarudi, maana tujui kwamba anafanya biashara gani au anafanya nini. Kwa hiyo sisi tukawa tunaendelea kumtafuta, tunajua tutampata, mwisho wa siku ndo tukakuta hapatikani. Alikuwa ni mtu tu wa kutoka na kurudi, kuongea na watu, lakini hatujajua undani wake. Kutokujua haraka, sisi tumeshindwa kujua haraka kwa sababu kila mtu anatoka na kuingia. Ugumu ndo unakuja kuwa kwamba usipomwona mwenzako siku 2-3 unampigia simu. Tukawa tunampigia hapokei. Labda miaka 30-32. Tunashauri kuwa tuwe na upendo na kila mtu, awe jirani, tunakofanya kazi, tunapotembea, ndo ushauri wangu. Kuishi peke yako sio mbaya na sio nzuri sana, lakini ukiwa na watu wa karibu, ukao unaishi nao vizuri, hata kama unaumwa, unajisikia vibaya, ni usiku, unaweza ukatoa taarifa wakaja kukuangalia wenzako. Lakini ukao unaishi peke yako, kuna tahadhari nyingi unatakiwa uzichukue. Kwa majina naitwa Edgar Aaron, ni mkazi wa Kwa Mrefu. Tukio hili tumelipata leo takriban na hisi ilikuwa kwenye saa 6, ambapo tulimuona mwenyekiti wa kijiji akiongozana na msafara wa watu kuja kumwangalia binti aliyefia ndani. Na kiukweli tumefika kwenye tukio tukakuta manzi yamejaa madirishani, tukakuta eneo la mlango wake harufu ni kali. Pia tunawasubiria polisi, bado mlango hujavunjwa. Kwa wanavyosema udada hajaonekana ndani ya wiki 2. Wanapiga simu haipokelewi, anapiga simu haipokelewi, simu ilivyokata na hisi simu ilisha chaji. Kwa wanapopiga haiti tena. Ndio akachukua jukumu la kufanyaje, kumtafuta, wakakuta ufunguo huko ndani ya kitasa. Walipokuta ufunguo ndani ya kitasa, wakajaribu kuchunguza kwenye madirisha, wanaona nzi wamekuwa wengi. Ndipo wakaita polisi, ndio tunasubiria polisi hapa waje wavunje mlango tuangalie. Mabatela na watu vijana wanaishi peke yao, sio kama kuishi peke yako ni vibaya. Na maisha kujitafuta, watu wengi wanajitafuta wenyewe, lakini kwa funzo mimi nataka kuwashauri vijana wenzangu tuishi kwa upendo, hata kama mnakaa watu 3.
mjuane, mnasalimiana, ukiondoka unaaga, ukirudi wajua wamerudi. Maana wale dada wanasema kwamba ni mtu wa kupiga tu story, haonekani wiki, haonekani siku ngapi. Kwa hiyo anajua labda yuko kwenye kazi zake, kumbe ameshafariki ndani. Sio sababu kwamba yani atakosa msaada. Na hatuwezi kujua nini kimefanya akafariki. Lakini wangekuwa na ule ukaribu na majirani, kwamba akiondoka anasema, akiwepo anasema, ingejulikana mapema. Hawezi kuzuia kifo, lakini hata kama ungekuwa amefariki ndani ingejulikana mapema amefariki. Wito wangu kwa vijana wenzangu, tumche sana Mungu. Mimi naitwa Nabina Mzaliwa, nakaa maeneo ya Mferejini. Vijana ambao hawajaoa unaweza kuta maisha yao ni magumu au ugumu wa maisha. Na wengine wengi huwa watumiaji wa madawa kulevya, ndio inawapelekea hivyo, na kutokuwa na pesa, kutokujikimu kimaisha. Hauwezi jua, maana kufa ndani mtu unaweza kuta pressure ikamshika, au alikuwa anaumwa ugonjwa kwa mzidi hapa akashindwa kufungua mlango kuomba msaada. Vijana inatakiwa mtu ukae na mtu, usikae mwenyewe. Majina ni Hilary Msele. Kweli ni taharuki na ni ghafla sana. Asubuhi majirani tu walikuwa wanagombana hapo. Kuna kijana mmoja anakaa hapo, anamwambia viatu vyake ndio vinatoa harufu. Kwa hiyo wakamwambia vitoe nje. Alipovitoa nje, viatu bado harufu bado ikawa inaendelea kusikika ndani. Kwa hiyo wakabidi kufuatilia harufu inatokea wapi. Wakakuta kwenye chumba cha jirani, sasa ndio harufu inakotokea. Wakijaribu kutrace back, yani jirani wiki kama 2 ya kuonekana. Kwa hiyo wakabidi kutaarifu uongozi. Uongozi nao ulipofika wakafanya jaribio la kuchungulia ndani, wakaona yuko ndani marehemu na nzi walikuwa tayari wameshajaa. Kwa hiyo kikweli ilikuwa ni ghafla sana. Haikuwa imepangwa kwamba eti iwe hivyo, ila ni kwamba ni ghafla tu. Sijaelewa vijana wana changamoto gani, ila kikweli naona ushirikiano umekosekana. Kama majirani lazima muwe mnashirikiana vyema, mnasalimiana hata asubuhi inapofika, ili kujuliana hali. Maana asubuhi mtu amejuliana hali kwa wiki zote 2 hizi. Wangekuwa wameshatambuana kwamba mapema mwenzetu ameshatotoka. Lakini pia hata ukiwa unasafiri unatoa taarifa kwa wenzako, hii inakuwa ina msaada zaidi kwa usalama wako.